Tumsifu Yesu Kristo. Naitwa Katris Theodori Abdalla kutoka parokia ya Mtakatifu Petro Oysterbay. Ni misionari mkatoliki mtandaoni pia. Basi kwa ufupi tu, leo ikiwa siku ya Ijumaa Kuu, tukitoka jana tulipokuwa tumemaliza Alhamisi Kuu, tukikumbuka siku ya jana ilipowekwa sakramenti ya Ekaristi, alipoweka sakramenti ya ukuhani, yani upadre. Lakini baada ya adhimisho lile la karamu ya mwisho, Bwana wetu Yesu Kristo ndipo alipokamatwa, na alipokamatwa aliingia kwenye njia ya mateso, njia ambayo leo Ijumaa Kuu muda huu tumetoka kumaliza kuifuata njia ile, tunaita njia ya msalaba, ambako katika njia ya msalaba tunatafakari toka anavyohukumiwa, anavyochukua msalaba, anavyoanguka, anavyoteseka na mama yake, anavyosaidiwa na Simoni wa Kirene, anapokutana na Veronika na vituo vinginevyo. Vyote vinatupa tafakari juu ya ukatoliki wetu, vinatupa tafakari juu ya maisha yetu kama binadamu. Kwanza tunaona anahukumiwa pasipo makosa, lakini anakubali hukumu kwa sababu sisi ndio tuliofanya makosa, lakini yeye anakubali kuhukumiwa ili sisi tuweze kuwa huru. Kumbe siku ya leo ya Ijumaa Kuu kanisa liko katika ukimya. Tuko katika ukimya, tumetulia tukimtafakari Mungu. Kanisa leo halina kelele. Toka tulivyomaliza adhimisho la jana, tulibaki katika ukimya. Tulimaliza bila nyimbo, bila baraka, tukabaki kimya. Leo tunaendelea na ukimya, na ibada ya leo wengine wanajisahau, wanafikiri leo kuna misa. Siku ya Ijumaa Kuu kanisa hatuna misa, ila tuna ibada. Kwa ile katika ibada ya leo pia na yenyewe itaanza kwa ukimya wake. Kumbe leo pia tumejifunza kupitia njia ya msalaba kwamba mwanzoni kama binadamu tulianguka kupitia mti, katika ule mti wa katikati, katika lile tunda, ule mti ukasababisha anguko letu kama binadamu. Lakini leo tunamwona Kristo anachukua msalaba ambako pia ni vipande vya mti. Kumbe katika mti pia Kristo amekuja kutunyanyua. Kristo anatukomboa, anatuweka tena kuwa huru kupitia mti. Kumbe kwa mti tulianguka, kwa mti tumeinuliwa. Na jambo lingine tunaweza tukajifunza katika maisha yetu ya kila siku kuhusiana na mti. Mti unapatikana katika mazingira tunayoishi. Kumbe leo tunaweza pia tukachukua tafakari nyingine, tukajifunza kutunza mazingira, kwamba kutokana na mti ingelikuwa mazingira sio mazuri, ungeruhusiwa kote kuwe jangwa, miti isingepatikana. Lakini leo tunaona mti umepatikana kwa sababu mazingira yaliruhusu mti kuota, na ndiyo maana kupitia mti tunaokolewa na kuwekwa tena kuwa wapya. Siku ya kesho tutakumbuka tena ubatizo wetu, tutakumbuka wamisionari walivyopita na kuokolewa, tutakumbuka Kristo anavyofufuka kutoka katika wafu. Kumbe sote ambao tumejitahidi kufuata kipindi chote cha Kwaresma, ilikuwa ni wakati wa kufanya mazoezi, ni wakati wa kuitiisha miili yetu, ni wakati wa kusali zaidi, ni wakati wa kumuona Mungu zaidi. Yale yasiishe na Ijumaa Kuu wala yasiishe na Jumamosi Kuu, bali yale yawe sasa ndiyo maisha yetu. Kama kweli tunakwenda kuwa Wakristo, kama kweli sisi ni Wakatoliki tulio imara, basi tuishi sasa kulingana na vile Kristo alivyotufundisha. Tuishi kulingana na vile yale mazoezi tuliyoyafanya kipindi chote cha Kwaresma, kuwa watu wema, kusaidia wahitaji, kufanya toba, kusali zaidi, iwe ni maisha yetu ya kila siku, ili siku moja yale tulioandikiwa katika katekizim, tumjue Mungu, tumpende, tumtumikie, na mwisho turudi kwake mbinguni, yaweze kutimia. Tumsifu Yesu Kristo.